na nilielekeza leseni zote ambazo hazifanyiwi kazi hivi sasa naendelea kuzifuta na nitazigawa katika makundi ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu, lakini vile vile na wazee na wakina baba pia tusiwasahau, kwa sababu na wenyewe pia wanahitaji kufanya shughuli za kiuchumi. Serikali itaendelea kufanya kazi ya kufuta leseni. Tumeondoa maombi na leseni 2648 ili kuipanga vizuri nchi yetu. Wako watu wanashikilia maeneo makubwa hawafanyii kazi na kuwafanya watu wengi wa Tanzania kukosa shughuli za kufanya. Kwa tumeanza na awamu ya kwanza. Tumeondoa maombi na leseni 2648 wa Tanzania wapate nafasi ya kwenda kushiriki kwenye uchumi kwenye sekta hii ya madini. Wako wa Tanzania wenzenu wachache, yani mtu mmoja alikuwa ana leseni za ukubwa wa mikoa ya Kilimanjaro 4. Anamiliki mtu mmoja. Mwingine naye tulimfutia maombi yake na leseni, ana leseni na maombi ya ukubwa wa mikoa ya Dar es Salaam 11. Anamiliki mtu mmoja. Nimefuta zote. Zimerudi serikalini, tutaanza kuzipanga vizuri kuwagaia vijana, wakina baba, wakina mama na watu wenye ulemavu ili washiriki vizuri kwenye uchumi huu kwenye sekta ya madini. Ndugu zangu, zoezi la leo mtakumbuka nilitoa ahadi nilivyokuja mwaka jana mwezi wa 5 tarehe 24 tulifanya mkutano na waziri wa mambo ya ndani hapa. Na moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni hii ya kimahusiano na changamoto zilizojitokeza. Tulifanya mkutano ulikuwa mgumu kweli kweli. Ndio kwa mara ya kwanza sikusikia makofi wala kushangiliwa kwenye mkutano ule. Lakini namshukuru Mungu uliisha vizuri. Tukaondoka salama, lakini nilibaki kuahidi kwamba tutarudi tena. Leo nimerudi tena. Naamini leo basi mtapiga hata makofi, mtafurahia kwa kazi kubwa ambayo tutakuja kuifanya siku ya leo. Kwa leo nimerudi tena kwa ajili ya jambo ambalo niliwaahidi. Niliwaahidi ya katika kutatua changamoto hii tutakaa na wenzetu wa mgodi tupate leseni. Na nitatoa siri, sijui kama wenzangu wa mgodi mtajisikia vibaya. Nitatoa siri ambayo ilitufanya tufikie hapa. Nilimuuliza Melkioli. Nikamwambia Melkioli, nyie kila mwaka mnatenga fedha kwa ajili ya ulinzi, kuimarisha fensi, kuiongeza ukuta, kuweka manyaya. Hiyo fedha tukiibadilisha ina uwezo wa kuzuia mambo mengi sana, ikiwemo kuwajengea uwezo hawa Watanzania wanaozunguka katika mgodi wenu. Mgodi tulielewa nao katika hilo, walielewa vizuri sana. Wakasema ni kweli, tukaanza mchakato huo. Kwa leo tuko hapa kwa sababu ya maridhiano ya sisi na mgodi. Na natumai migodi mingine nchini Tanzania itaiga mfano huu mzuri wa Barrick North Mara wa kutenga maeneo kwa ajili ya jamii inayozunguka. Ndugu zangu, hawa ni wananchi, wana mioyo ya nyama, wana matamanio, wana hisia. Katika hali ya kawaida ya kibinadamu, mkiwa mnapitisha magari yenu yale makubwa ya michanga, inapita hapa, ndege zinatua hapa, kibinadamu tu. Na wenyewe wanasema hivi, na sisi mbona tunabaki kuwa wapenzi watazamaji? Mnachokifanya leo ndugu yangu Barrick, Melkioli na wenzako, hichi ndo hasa kinapaswa kufanya. Wananchi lazima na wenyewe pia walukiwe na umati wa kule migodini, ili na wenyewe waone thamani ya kuwa na mgodi mkubwa kama huu ambao uko hapa katika eneo lenu. Kwa mmefanya vizuri, mradi mzuri. Naamini mradi huu utasaidia kutatua changamoto za ajira kwa vijana, na utatusaidia sana kuhakikisha vijana wetu wanapata fursa ili maisha yaendelewe. Sasa ziko hoja zimesemwa hapa. Naomba nizieleze kwa ufasaha, kwa ufupi, nimalize hotuba yangu. Ya kwanza, leseni zilizotolewa
sio leseni ambazo tunakwenda kwa ajili ya kubahatisha. Zilikuwa na taarifa za awali, ambao ni jambo muhimu sana kwenye uchimbaji wa madini. Zilikuwa zina taarifa za awali, hasa zile ambazo zimetolewa na mgodi. Lakini tumekubaliana ya kwamba serikali lazima iweke mkono wake kwenye hili, kupitia STAMICO, kupitia GST, Geolojia, taasisi ya Geolojia na utafiti wa madini. Lazima tuweke mkono wake. Huu ndio mradi wa kwanza mkubwa kutokea hapa nchini wa vijana, na ndio mradi wa kihistoria ambao Daktari Samia Suluhu Hassan anauweka. Nataka niwahakikishie kwamba mradi huu tutaufikisha mwisho, matokeo yaliyokusudiwa tuyaone, vijana wachimbe, wapate mali, zigeuke kuwa sehemu ya maisha yao na utajiri ambao tunauimba kila siku katika Wizara ya Madini. Ndio hasa kusudio kubwa. Kwa tumetoa leseni awamu ya kwanza, ambao zaidi ya vijana 2000 watakwenda kunufaika. Niwaombe ninyi ambao mmekubali kuingia kwenye kazi hii, mshikamane, kazi kubwa na nzuri inakuja. Tulivyolileta hili jambo, Benki ya Dunia walifurahishwa sana kuona mkakati wa serikali, mgodi na jamii. Kwa tutafanya mkutano nao, na tunaamini itakuwa ni njia nzuri ya kuwezesha ili ile tija iliyokusudiwa iweze kufikiwa. Mguu wenu wa pili mzuri, Baraza la Dhahabu Duniani, World Gold Council. Baada ya tukio la leo, maki sisi tumepeleka, hii ni kampuni ya kimataifa Barrick, kwa wakitoa taarifa inakwenda duniani. Baraza la Dhahabu Duniani, baada ya tukio la leo, na wenyewe pia wameonesha utayari wa mradi huu. Nikiwaambia huu mradi sio mdogo, naomba ndugu zangu wa Tarime mnielewe. Mnaweza mkajiona mna jambo dogo sana kwa reflector mzozivaa leo, lakini kuna siku hapa mtakuja na suti zenu, vifungo havitafunga. Tuombe uzima. Hayo ndio matamanio ya sisi kama serikali, kuona jambo hili linatokea. Hayo ndio matamanio ya sisi serikali, kuona jambo hili linatokea. Mguu wenu mzuri wa tatu, kuna mdau mwingine, kampuni ya Mwamba Mining Company. Baada ya kulisikia hili, wameonesha utayari wa kushirikiana na vijana hawa kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa kiufundi katika zoezi hili la uchimbaji. Sasa hawa na wenyewe wamesema baada ya zoezi la leo, katika uratibu ule chini ya ofisi ya mkuu wa mkoa, ataendelea na zoezi hili. Mguu wenu mzuri wa 4, wiki 2 zilizopita nilikuwa na mwakilishi wa nchi za Umoja wa Ulaya. Niliogusia mradi huu kama mradi wa kwanza wa mfano. Walikuwa wananisubiri leo nikamilishe kazi hii, na wenyewe wapo tayari kuungana nasi katika mradi huu. Ndugu zangu, nilowataja hapa sio watu wadogo hata kidogo, ni taasisi nzito sana. Hivyo niwaombe vijana, tuendeni tukafanye hii kazi ili mwisho wa siku ilete matokeo chanya katika uchumi wetu na nchi yetu ya Tanzania. La mwisho, pale wizarani nimeunda kamati ya watu 6. Wanakamilisha kazi yao tarehe 15 mwezi wa 5. Nimeunda kamati ya watu 6 ya kuja kuishauri serikali
namna ya kuwawezesha wachimbaji wadogo wa Tanzania. Nchi hii itajengwa na Watanzania wenyewe, na tunatamani kuwaona Watanzania wanashika zile njia za uchumi muhimu katika kuendeleza uchumi wa nchi ya Tanzania, hasa kwenye sekta ya madini. Kamati ya watu 6 watapita kukusanya maoni, waishauri serikali. Uko mfuko wa dhamana pale katika Wizara ya Fedha ambao una uwezo wa kuwawezesha Watanzania. Hivi kwa nini Watanzania wale wachache walioanza kufanya vizuri, wenye migodi yao ya kati, kwa nini sisi serikali tusiwawezeshe fedha za kutosha wakaifanya ikawa migodi mikubwa, Watanzania wakawa wamiliki wa hii migodi hapa nchini Tanzania? Kwa nini ninyi ambao mnachipukia mnakuja msiwezeshwe ili muweze kushiriki kamilifu katika sekta hii ya madini? Ndio kazi ambayo kamati ile itaifanya. Kwa lengo letu ni kuhakikisha tunawajengea uwezo wa Tanzania kuanzia ngazi ya chini kabisa, na tunaenda mbali. Jana nilisema katika bajeti yangu tunaenda mbali. Serikali imenunua mitambo ya kuchoronga 15 iko chini ya STAMICO. Mheshimiwa Rais ameelekeza mitambo 2 iende kwa akina mama na vijana. Mitambo 13 tutaigawa katika kanda zote nchini Tanzania. Lakini kwa sababu ni mitambo inayohitajika, serikali hivi sasa kushirikiana na sekta binafsi tuko mbioni kuanzisha vituo vya ukodishaji. Tutaweka vituo vya ukodishaji katika mikoa ambako shughuli za uchimbaji zinafanyika kwa wingi, ili mtu akitaka excavator, badala ya kununua excavator akawa ya kwake, atakwenda kuikodi kwa matumizi ya siku hiyo na itarudi kituoni, ili watu wengi zaidi waweze kupata huduma hiyo. Lakini pia sambamba na hiyo, jana kwenye bajeti yangu nimeongeza maneno mengine. Tuna vituo 3 ambavyo serikali imejenga CIP, mashine za kuchakata dhahabu na kufanya uchenjuaji. Tunayo Itumbi Chunya, tunayo Lwamgasa na Katente katika mkoa wa Geita. Jana nimetangazia bunge kwamba tutakwenda kununua mashine zingine kwa ajili ya wachimbaji ambao zitakuwa chini ya serikali, na mmoja ya mkoa ambao mtanufaika na mashine hiyo ni mkoa wa Mara. Serikali itakuwa nanyi bega kwa bega, tutawalea katika maana ya kuwalea vizuri ili tuone manufaa kupitia mradi huu. Tunaamini kabisa zile changamoto ambazo mmesema hapa, Mheshimiwa mbunge amesema vizuri, za uwezeshaji kufikia mwamba, kazi hiyo hivi sasa tunaifanya vizuri kabisa, na tunakwenda kuongeza vifaa. Tuwe tuna package moja ya kumsaidia mchimbaji wa madini nchini Tanzania. Serikali inakwenda kununua helikopta ambao tutaifunga vifaa kufanya utafiti wa kina. Helikopta ambayo itakuwa ina uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka kufikia mita 500 chini ya ardhi, kwa ajili ya kubaini kilichomo chini ya ardhi na kuongoza vizuri wachimbaji wadogo. Lakini vivyo tutaendelea na zoezi la utafiti wa kina ili tuongoze vizuri pia wachimbaji wengi ambao wanachimba kwa kubahatisha na tuitunze mitaji yao. Kwa haya yote tutafanya ili mwisho wa siku miradi yenu hii iweze kuwa na tija na tuweze kufanikiwa. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.